mtetezi wetu sana sote, kama alivyofanya mtume wakaa pamoja naye, na sisi tunapenda tubaki pamoja naye kusudi tusali na kusudi tuimarishwe na baadaye kufika huko na sisi Mungu aliyotutarishia tuweze kuyapata. Na tunayaomba haya kama siku moja tupewe taji kama lake ndio mama yetu Bikira Maria, taji ambalo tuwe katika utukufu, twende kushiriki katika furaha hiyo aliyopata mama yetu Bikira Maria. Leo tunakumbuka kwa namna pekee huyo mama yetu Bikira Maria ambaye Malkia na mama yetu, Malkia na mama yetu, ndio kumbukumbu adhimisha siku hii ya leo. Huyu ni mama ambaye tarehe 15, sijui kama kuna baadhi yetu wanaweza kufika huko Katibiri kwenye kituo chetu cha hija kwa mama yetu Bikira Maria. Tumemshangilia na tukakumbushwa mengi yanayohusu huyu mama yetu Bikira Maria. Kwa nini? Kwa nini amepandishwa mbinguni? Mwili na roho. Sifa nyingi anazo huyu mama yetu. Ya kwanza hiyo ya kuteuliwa. Mungu akapenda, akataka kwamba yeye alikuwa mlango wa mwanadamu. Kupitia kwake mkombozi Bwana wetu Yesu Kristo aliingia katika historia ya ulimwengu, akaingia umwilisho. Mungu mtu Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikuwa alifanya hiyo ni mama yetu huyu Bikira Maria. Kwa imani kubwa aliyokuwa nayo, kwa unyenyekevu mkubwa aliokuwa nao, usikivu wa pekee, kwa kujishusha kinyume na hao wengine tuliowasikia leo, waandishi hao na Mafarisayo ambao walipenda kuchukua viti vya mbele, walipenda tawala, walipenda kuonyesha watu wafanye nini, bahati mbaya wao hawayafanya ambayo alikuwa anasema. Lakini huyu mama kinyume na hao ambao wanajikweza baada ya kushusha, yeye hakujikweza na pamoja na imani yake, lakini akawa mnyenyekevu wa pekee, akajishusha. Lakini katika kujishusha akawa amekwenda, na baadaye kwa hilo baada kusikia tarehe 15 akawa amepandishwa mbinguni mwili na roho, akaenda kukutana na huyu mwanamke ambaye alichukua tangu alipopashwa habari kwamba atakuwa mama, kashtuka. Lakini basi Mungu alikuwa naye, basi na mama Bikira Maria akapenda kubaki. Lakini Mungu huyo ndio amemchukua Mungu mwana katika tumbo lake mpaka mwisho, kabla hajaondoka katika maisha haya ya ulimwengu. Huyo mwanae aliagana naye kwa yote, akiwa pamoja na mitume hao ambao ndio wasimamizi pamoja na yeye makanisa yetu, kwa kuteni msingi wa makanisa yetu yote hao mitume. Akawa nao huyo mama kugani mwaka naye, lakini baadaye anakuja kufuata sasa heshima ya pekee na lazima ipate huyo ambaye amekuwa mtakatifu wa kwanza na njia wote hao watakatifu, kwa mfano ambao alionyesha, mfano ambao anaonyesha kwetu sisi. Ndugu zangu, tunapoadhimisha mafumbo haya leo yote, tangu hilo la kwanza kubali kanisa hili kwa bahati na altari hii ambapo mwisho ya mafumbo matakatifu ambayo nimeyataja tukakumbuka hapa, tunapenda kwa namna ya pekee tuombee sasa kwanza hawa ambao leo unapokea sakramenti hii ya kuimarisha, wawe kweli ni askari shujaa ambao wanataka kufuata mfano wa mama yetu huyu na Malkia. Mashujaa kwanza kwa kuwa na imani thabiti, imani katika kanisa hili ambapo wamebatizwa, katika kanisa hili ambapo wameimarishwa, kanisa hili ambapo wanazidi kujiunga pamoja na Kristo kwa kupokea sakramenti ya Eucharistia,
pamoja na sakramenti nyingine zote, na hasa sakramenti ya pekee ile zinazojirudia hizo, kama hiyo sakramenti ya kitubio ambayo baadaye itawaunganisha zaidi na kuwasafisha watakapokuwa wameshindwa kuifuata hiyo njia na wakajikuta anaweza kufanya haya kiulimwengu, haya ya binadamu ya mwili ambaye anawatenda na kuwatoa katika njia hiyo inayowapeleka sasa katika furaha isiyo na mwisho. Tunapenda tuwaombee wawe imara wakifuata mfano wa mama yetu huyo Bikira Maria, kwanza katika sifa hii ya pekee ya imani, na sifa ya pili ya pekee ya unyenyekevu aliokuwa nao, na sifa ya tatu hiyo ya majitoleo, kujitolea wakapenda wao watumishi kama mama yetu Bikira Maria alivyokuwa. Na hayo yote tunazungumza yanayohusu hawa ambao tunapokea imara yanatuhusu vile hata sisi. Tuwe kinyume kabisa na hawa waandishi na mafarisayo tuwasikia katika asili ya Injili ya somo letu, hao ambao wanakuwa na kiburi, hao ambao wanatafuta nafasi za mbele, hao ambao hawako tayari kutumikia bali wanapenda kutumikiwa. Na hiyo ni kinyume kabisa na tunafundisha mtoto wake na mama yetu Bikira Maria, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kama inasema wazi kabisa hakuja kutumikiwa bali kutumikia na kuyatoa maisha yake yawe faida kwa wengi. Kumbe tunayaombea hayo tukipenda kwamba kufuata nyayo za mama yetu huyu na Barikia, basi wastahilishwe na wao. Lakini kwa hicho cha kwanza cha kufuata kwa imani ukanyenyekea, na baadaye ukatoa sasa kwa majitoleo hayo ya kutumikia. Tumesikia hivyo, na kwa kweli ukienda zaidi fikiria namna gani wao wanapaswa waishi. Nasema wanapaswa kuishi sio kama wanafiki, sababu hawa waandishi na mafarisayo walikuwa ni wanafiki. Unapenda wayafanye mambo ili waonwe na wengine hao wanaotazama. Tusifanye hivyo, tufanye kwa sababu kutoka moyoni, kwa sababu ni wajibu wetu. Kama ni kujitolea katika kanisa, fanya hivyo si kwa sababu watu fulani watakubeza, watakukuza, watakuheshimu kwa kufanya kazi yako. Fanya kwa sababu ni wajibu wako. Wewe umeitwa, umeamrishwa kuja kulitegemeza kanisa. Hiyo iwe ndio nia pekee unayoona. Sisi kumbe hakuna cha unafiki hapa, kufanya uonwe au ufanye kwa sababu unataka kukuze hapa, kwa sababu ni wajibu wako. Pamoja na hilo, na hilo jingine ambalo nasema kama tumelipata katika hiyo sehemu ya Injili ya leo, madaraka. Tusiwe watu wa kupenda madaraka. Kama ni madaraka, ni madaraka kwa sababu utakuwa mtumishi. Madaraka yako utapewa na shirikisho katika uongozi, na shirikisho katika kazi hizo za Kristo mwenyewe. Jambo hili ya madaraka kuwa tayari kuongoza, lakini madaraka yetu yawe ni hali ya kwenda kutumikia. Pewa nafasi ya kufanya kazi, pewa nafasi ya kuongoza, lakini jua kwamba ni kuongoza sio kwenda kunyanyasa wengine, sio kwenda kuwafanya wengine waona ni wajinga, wana roho, sio kutazama wewe kwamba ndio unaweza kila kitu. Hapana, huwezi kila kitu wewe. Jambo Mungu pekee yake ndiye ana uwezo wa kila kitu, lakini sisi wanadamu hakuna yeyote ambaye atakasema mimi naweza kila kitu. Ni uongo. Kumbe tunapoombea hawa wale wanapokea sakramenti ya kuunganisha, tuombee na wao wasiwe na hayo mawili mabaya ambayo tunayapata kutoka katika hiyo Injili ya leo: unafiki na wafarisayo na waandishi. Alafu hawa tafuta madaraka na sio utumishi.
tuombee kwa watumishi kama vile na sisi tunavyojiombea tuwe watumishi. Hapo ndipo tutaweza kweli kujenga hili kanisa, kushiriki namna ya pekee pamoja na mama yetu huyo Bikira Maria ambaye ameshiriki katika kuleta ukombozi hapa ulimwenguni, lakini kwa kuyafanya nikeza hivyo kwa Kristo hakuwa mnafiki, na daima alijitoa yeye na kaonesha kabisa ushiriki wake kwa kufuata sauti ya Mungu ambaye inamuongoza tangu mwanzo mpaka mwisho, na ameyafanya hayo sio kutaka kujikweza. Angeweza yeye kuyasema nini? Ile tarehe 15 tulikuwa tunamshangilia na mama alizwa mbinguni, ilisoma somo hilo na yeye alikuwa kutembelea huyo binamu yake Elizabeth. Angeweza kutangaza kwa mengi sana, mimi ni mama Mungu, mimi hapa nimebeba mama Mungu afanye mambo. Badala yake ni huyu binamu yake anaanza kumtukuza, kumshangilia yeye aliyemchukua huyu mwana ambaye ni Mungu, kitu kiumbe cha pekee ambacho kiko pamoja naye. Tunaona mama Bikira Maria hakujikweza. Kumbe na sisi ndio tuliombe tulipata, na kuwaombea hawa ambao leo wanakuja kutunga mkono ili tuweze kujenga kanisa letu, sio jengo sasa bali kanisa letu, katika maana sisi wenyewe kushiriki kamilifu katika kufanya Mungu huyo awe daima na sisi, katika maana hiyo tunakwenda kwa naye aje akae pamoja nasi na pamoja naye tulijenge sasa hili kanisa. Baba yetu ndio nataka tushirikisha hiyo kazi ya pekee, heshima ya pekee ambayo mwanaye alituachia. Tutembee pamoja na nguvu hizo za neema tunazozipata zote tunapoingia huko kanisani na hata tunapotoka nje, twende nazo hizo neema, na kwa neema hizo tuendelee kujenga kanisa lake. Tuyajenge hayo ambayo yeye mwenyewe anataka kuona, yale ya haki, yale ya upendo, yale ya amani, na fadhila zote hizo ambazo tunazipata kutokana na yale tutakayopokea huko kanisani au popote pale tutakapokutana na tukiwa naye huyo Kristo ambaye ndiye anayetuunganisha kama mami katika yote. Mungu Baba Mwenyezi, yeye tunashukuru kwa zawadi nyingi alizotupatia, aendelee kuwa nasi na kuongoza. Tumuombe Mama Bikira Maria, malkia wa mtume na mama yetu, awe nasi na tufuate yeye, tufuate hizo nyayo zake, na sisi mmoja tuweze kujikuta tunafurahi pamoja naye na watakatifu wote tunakuwa pamoja naye katika utukufu wa mwisho. Tumsifu Yesu Kristo.